Tunakuletea matukio yote ya kimichezo. Tunaenda kuwafunga kwa kuwadhalilisha. Atakuja kuvishwa tungo nyeupe. Kwanza huu msimu sisi mabingwa. Wewe nani unaheshima bwana? Magoli matamu. Yote haya ni hapa Atha TV. Subscribe na bonyeza alama ya kengele. TFF na bodi ya ligi wanazijua changamoto zizo za msimu uliopita. Wajibu wao kuzifanyia kazi changamoto zile ambazo zilijitokeza msimu uliopita. Lakini sisi wanayanga tusiwekeze kwenye kulalamika. Na lazima sasa tutengeneze modality ya kuzuia hawa shabiki wetu akiona kamera ya kina harakati za Bongo au ya kina Sokanet anaenda kucomplain ikitokea matokeo mabaya. Hatuhitaji hilo. Hii timu sio kwamba tunaenda kushinda na ubingwa basi kwamba lazima tushinde kila mechi au tusipoteze au tusidraw. Hakuna mpira wa hivyo duniani. Na sio tukidraw basi complain ziende kwa kocha, kwa wachezaji, kwa viongozi, hapana. Au kwa referees, hapana. Tuwekeze kwenye matokeo. Tukionyesha how big we are, wapinzani watatuogopa. Lakini tukianza kulalamika tuonekana watu dhaifu, watu wadogo, tuonekana klabu ya mtaani. Hii klabu kubwa. Kuna kulalamika, tunakwenda tunapambana. Refa tunapiga goli moja anakataa, weka chuma cha pili. Tuone kama atakataa. Na referees hawezi kukataa goli halali la Yanga. Wanapataje nguvu hiyo? Kwa tusiwekeze kwenye complain. Tuwekeze kwenye umoja, tushirikiane, tushikamane, tupambanie klabu yetu. Na kuhakikishia kwa ubora wa kikosi chetu na namna ninavyowaona viongozi wa Yanga safari hii walivyolipania ili taji, na kuhakikishieni tunaweza tukachukua ubingwa, bado ligi bado mbichi kabisa kama tutashirikiana. Sisi upande wetu wa idara ya habari tumekusudia kuja na mkakati maalum, sio tu wa kushirikiana na nyinyi, lakini wa kutoa taarifa muhimu kwa washabiki wetu. Kuunganisha nguvu ya washabiki ni jukumu letu. Kuunganisha nguvu ya wanachama ni jukumu letu. Kwa mimi na mwenzangu hapa tumejipanga vizuri sana. Tumejipanga vizuri na tunataka kuisaidia klabu yetu. Kila wakati tunaongea wenyewe kwamba nini tufanye, nini tusifanye, twende wapi. Tuwasaidie viongozi waliopewa dhamana, tuwasaidie GSM waliopewa dhamana na uongozi wa Yanga. Hatuendi kutafuta mafanikio binafsi ya bumbuli wala ahadi. Tupo hapa kuisaidia klabu hii. Baadaye historia itaandikwa huko mbele ya safari. Hapo ndio mafanikio binafsi yatakapokuja. Lakini right now kila mwana Yanga asiweke interest yake binafsi. Interest iwe Young Africans. Interest iwe Young Africans. Na wajua. Na wanajua na wajua. Wanapitaje mimi najua. Wanafanyaje mimi najua. Yes. Na nitatumia kujua kwangu kuonyesha kwamba mimi najua. Tutashinda inshallah ubingwa wa ligi kuu. Tutashinda ubingwa wa FA. Tutashinda tena Mapinduzi Cup. Inshallah. Sina wasiwasi, naangalia ile timu yangu. Wallahi juzi nilikuwa namwangalia yule Juma Shabani. Nikawasema ya Rabbi stara. Ya Rabbi we. Namwangalia mdogo wangu. Unajua mimi nampenda yule mdogo wangu, lakini kwa leo ataenda kulalaje maskini ya Mungu. Kila wakati anafanya mtetete. Kama nyoka. Kama nyoka. Yule Juma Shabani. Sheikh, ile ni balaa. Ni level ya kucheza Barcelona. Yule Feitoto namwangalia unasema huyu kwa nini asicheze mbele ya Matic kule Manchester? Mnacheka. Mnafanya maskhara. Kuna clip imetumwa sana jana. Fei kachukua mpira, ile fente alofanya haijawahi kufanyika. Tafuteni nyinyi. Ndani ya watu wanne kawatingisha wale wakatingishika. Kama anampa kaingia tena, kama anampa kaingia tena afa kaachia kule pembeni. Hapo anaomba tena.
alifanya volley moja aliweka hapa kwenye Sheikh. Ile anafanya post cause. Inapigwa anaweka kwenye gamba hapa anaunga volley kick. Sheikh. Unamzungumzia Feitoto kama mchezaji wa kawaida, unakaa tu unasema una pembeni unaongea maneno yako ya toto. Ni hatari. Amunike siku moja alisema nyinyi mkamuona hana maana. Asema huyu Feitoto astahili kucheza hapa. Huyu ni level kucheza Barcelona. Na Amunike anasema hivyo, yeye kacheza Barcelona. Msisahau Amunike alikuwa mchezaji wa Barcelona na kasema kwa Feitoto. Huyu mtu hatari jamani. Ni magician. Sasa tuna mchezaji kama Feitoto, tuna mchezaji kama Mayele, tuna mchezaji kama Bangala, unaenda kukosa ubingwa. Itakuwa makosa makubwa. Washabiki, wanachama, viongozi wote twendeni tukashinde mataji haya kwa kushirikiana. Lakini la mwisho ambao ningependa wanahabari mtusaidie ni kuwakumbusha yale mapungufu ya kibinadamu ya waamuzi yetu. Watu wengine complaints zinatokana na mapungufu yasiyo yanajirudia. Na mimi ni waase, hakuhitajiki referees kubalance. Ipo hivi, Yanga anakuja anacheza labda na team B, mpaka half time Yanga anaongoza goli 4-0. Mchezaji wa team B anafanya foul ndani ya penalty box second half, haitakiwi kubalance kwa sababu washashinda 4. Wake up kwa jua penalty lipigwe goli la 5. Baada ya goli la 5 mchezaji wa team B anakwenda anampiga kiwiko mchezaji wa team ya Yanga, usibalance kwa sababu washafungwa goli 5 bila. Toa straight red card, akaangalia mpira na shangazi yake. Yaani hakuna kubalance. Mimi waamuzi hapa na wasifu wana uwezo mkubwa, lakini changamoto inakuja tu ni kwamba kuna wakati upenda kubalance. Hiyo tu, lakini wana uwezo, no doubt. Yaani wana uwezo 100%. Hasa wa vijana wapi hawa wako vizuri sana. Lakini shida kuna wakati upenda kubalance mambo. Yaani unaona kabisa kwa sababu washapigwa 4 hawa. Kwa nini tuwe red card tu? Haitajiki. Yule refa mmoja yule afisa usalama wa TFF Hashim, Simba na Yanga katoa penalty ngapi hapa? 3 sio. Mbona kubalance? Referee hamna kubalance. Penalty. Direct kick. Red card. Hayo nao waziangalie hizo changamoto zao kama sisi tulivyoasa washabiki wetu, lakini na wao wadipime waone changamoto ambazo baadhi walilalamikia mwaka jana. Kwa hiyo na nyinyi mtusaidie kwa kutoa hiyo elimu ya kuwakumbusha. Sasa nyinyi mna nafasi kubwa pengine kuliko sisi ya kurejea haya matukio, ya kusema kidogo tunaweza tukapata waamuzi bora na ratiba ya ligi kawa imepangwa kwa mujibu wa utaratibu. Mimi na imani sana na TFF, na imani sana bodi ya ligi, na imani kabisa. Na ili utengeneze imani kwao, lazima kwanza uamini. Kwa sisi tuendelee kuamini ili watengeneze imani ya kuandaa ligi bora. Hatarajii ligi safari ikawa na complaints everywhere. Hao ndishi mtatusaidia. Na mwisho nashukuru tena kwa kuja kwenye mkutano wetu. Tunakwenda kwenye kushinda ubingwa, ndio. Returns of the champion. Hii return of the champions haina doubt kwamba sisi huu ni ubingwa wetu, ni mali yetu. Jengo hili ndio home of champions. Mataji mengi zaidi ya ligi kuu yamelala hapa kuliko klabu yote, kuliko jengo lolote, kuliko sehemu yote. Kwa hiyo kurejea kwa mataji yetu ni wajibu. Return of the champions. Tutashinda inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa mipango na maandalizi yetu, na tunaamini hakutakuwa na chupli. Asanteni kwa kunisikiliza.